Yakishushwa mafuta ni shilingi 50, shilingi 20. Shilingi 50, shilingi 20. Sasa kwa kweli bado hali haijakaa vizuri, lakini tunashukuru. Agosti 5, 2026 tuko hapo soko la zamani ama stendi ya zamani manispaa Mtwara Mikindani mkoani Mtwara mara baada ya tangazo kutoka EWURA ya kushusha bei ya mafuta, ambapo tunatambua kwa mwezi Julai bei ya petroli ilikuwa ni shilingi 4,000, lakini kwa mwezi huu Agosti ni shilingi 3,990. Ni utofauti wa shilingi 93. Sasa sisi tumefika hapa katika stendi ya zamani na kuzungumza na madereva na maafisa wa usafirishaji, wakitueleza ni kwa namna gani, wana maoni gani kuhusiana na bei mpya hizi za mafuta, kwa namna gani zaleta ahueni kwao katika gharama za uendeshaji. Hawa hapa wafanya biashara pamoja na maafisa wa usafirishaji wakitoa maoni yao. Emedi Hassan Emedi ni dereva wa basi ya Maulungawani. Kwetu ni ahueni kwa sababu mafuta yanavyopanda huwa hata abiria ukimwongezea nauli naye pia anagoma. Ila mafuta yanapopungua bei kama hivyo, ina maana hata abiria na yeye atasafiri, kwa sababu kutokana kwamba gharama za mafuta ziko chini, ina maana hata nauli nayo itakuwa chini. Changamoto zilizopo, yani abiria unaweza kwambia bana, kutokana na mafuta yako hivi, unaona, kwa hiyo nauli tunaifanya hivi. Kuna mwingine anaweza akakutukana, kuna mwingine unaweza ukasukumana naye, na kuna mwingine pia anasema gari lile wafanya kazi sio na nini waadilifu. Kwa hivyo taidi katika ushushaji wa mafuta huo, naona kwamba iendelee kushuka zaidi, ili hata sisi kidogo iwe ahueni kwetu. Naitwa Hassan Salum Ramadhani maarufu wa Mtama. Biashara yangu mimi ni dereva kutoka Mtwara naelekea Miambwe ambayo ni Tandahimba. Hapa mambo mafuta, kushuka kwa mafuta imeshuka kiasi kidogo, lakini sasa tunaomba kama sisi wasafishaji, kwa sababu hata kama inapopanda hiyo nauli, hata disi ya abiria kuwatoza na nauli, na sisi inabidi tupandishe juu. Sasa tusipopandisha juu, ina maana hata disi bei ya mafuta inatugharimu. Sasa basi cha kuomba, tunaomba serikali ituangalie sisi wasafishaji, hii bei mafuta iendelee kupungua zaidi, angalau iwe makamu kidogo au saizi ya kati, ili hata abiria tunapomtoza nauli alizike na ile hali ambayo iliyopo na ugumu wa maisha jinsi uliokuwa sasa. Naitwa Ali Awazi Mayunda. Kazi yangu mimi conductor. Bei ya shuka tunavyotaka sisi, maki biashara ni ngumu, afu mafuta ni bei mbaya. Kiukweli yani ingebidi ishuke hata 2,500 mtu asafiri kwa uhakika, watu tupate unafuu. Maana hata bodaboda, vyombo vya usafiri vyote ni changamoto kwa kweli. Waendeleze tu kutushusha mafuta bei, waturekebishe na barabara hizi maki changamoto sana. Jina langu naitwa Bilai Ali Libubulu, mkazi wa Mikindani. Shuka tunashukuru yameshuka, kwa sababu asili zikana kidogo, hata kikubwa hawezi akalizika. Kwa hiko kidogo kilichoshuka tunashukuru, sio mbaya, lakini bado yani kwa senti zinazoshuka mafuta, ukiangalia na maisha jinsi yanavyokwenda ni tofauti, kwa sababu maisha yapo juu sana. Yakishushwa mafuta ni shilingi 50, shilingi 20. Shilingi 50, shilingi 20. Sasa kwa kweli bado hali haijakaa vizuri, lakini tunashukuru. Naelewa sijui kwa kidogo hiko tunashukuru. Iendelee tu kupambana, kwa sababu iendelee kupambana, wajue kabisa kwamba wananchi wao hali ya chini tunaumia. Kwa sababu mafuta yanavyokuwa yapo hali ya juu, basi kwa bidhaa zote zinakuwa zipo bei juu kutokana na mafuta. Kwa jina naitwa Sufiani Marjani. Kwa maoni yangu, ikiwezekana kwa muda kidogo bandari iwe huru ya mafuta. Kama itakuwa hali yenyewe itakuwa ni tete, mimi niko na shauri kwamba bandari iwe huru, bandari ya mafuta kama ilivyo kwa kipindi cha Mzee Ali Hassan Mwinyi, rais mstaafu wa awamu ya pili, ambapo alikuwa ameweka bandari huru mpaka mambo yaliporutubika, mpaka rutuba ya wafanya biashara walipokuwa wamerutubika, ndipo akairejesha kodi. Sasa mimi nasema kwamba hivi na vitu vile labda kama viangaliwe, kama kuna uwezo wa kufanyika kitu kama hicho, basi mbinu ile irudiwe kwa wakati kama huu, kama itakuwa imewezekana hilo. Naitwa Evaristi Serura Saripa, lakini ni mwongozaji wa biashara. Baadhi ya bidhaa tulikuwa tunasafirishiwa kwa bei kubwa, yani ukipeleka mzigo cargo, ile bei ulikuwa unachajiwa mwanzoni ilikuwa inaongezeka hata mara 2 yake. Unaambiwa mafuta yamepanda bei. Na tulikuwa hatuna namna ya hicho kitu. Kwa hiyo tulikuwa tunaendelea kukisotea hivyo. Lakini kwa saa hizi tunashukuru mafuta yameshuka bei, hali imerudi kama kawaida, na nahisi hata bei nyingine za vitu vitaendelea kushuka. Tutapata kwa bei ya halisi ile ya mwanzo tulikuwa tunapata. Kwanza watutengenezee namna ambayo sisi wenyewe tutakuwa tunafaidika na
hayo mafuta wanaokuwa wananunua huko nje, kwa sababu kama inakuja bajeti ndogo ya mafuta, tunapata mafuta machache, ile inatupelekea sisi kuwa na changamoto ya mafuta nchini. Kwa hiyo tulikuwa naomba serikali iongeze namna ya uingizaji wa mafuta nchini ili sisi wananchi na wafanyabiashara tuendelee kupata ile hali uwaweni ya kufanya kazi ili vitu viweze kwenda sawa. Kutoka hapa katika stendi ya zamani Manispaa Mtwara Mikindani mkoani Mtwara, mimi ni Heri Abdalla na hii ni Chivihi Media.